Nichukue fursa hii kweli kwa moyo wa dhati kabisa nipongeze jitihada za CCBRT. Nipongeze kwa kazi ambayo mmeifanya kwa miaka 25. Nipongeze kwa upanuzi wa huduma mnazozitoa. Katika miaka 25 hamkuwa hapa, mlianza kidogo. Nakumbuka miaka nadhani ya 2003 na 4 hata mimi nilikuwa mteja hapa kwenye macho, kwenye miwani. Linua miwani yangu mizuri tu hapa, lakini muda mrefu ilikwisha, nimeachana nayo. Nadhani nitakuja kwa pea nyingine. Lakini wakati ule nilipokuja hakukua kama hivi. Mmeweza kukua na kukua na kukua mpaka leo mmenionyesha jengo ambalo mmelijenga, majengo sio jengo. Mawili haya hapa na lile kule la mwanzo. Lile jengo jeupe kule. Huu ni utanuzi mkubwa, na utanuzi huu sio vyumba vya kina Erwin na wenzao wakae kwa nafasi waenjoy upepo na mambo mengine, lakini ni vyumba vitakavyotumika kutoa huduma kwa Watanzania. Na sio huduma tu, lakini huduma inayofikika gharama, lakini pia kwa masafa. Huduma inayofikika kwa gharama, lakini pia kwa masafa. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya. Nilipoingia mmenionyesha, nimeanza kuona kwanza kule outpatient, nikasema hii hospitali kumbe inakuwa na wagonjwa wengi. Lakini Erwin akanambia wanapokea watu 700 kwa siku. Hiyo ni idadi kubwa. Ni idadi kubwa sana. Lakini nilivyoendelea na ziara yangu nikakuta watoto wenye miguu iliyokunjika mnafanya jitihada ya kuwakunjua. Watoto wale watakapokunjuka miguu wakaweza kwenda wenyewe, wakaenda shule, wakasoma vizuri, wakaja wakawa wanahudumia taifa lao vizuri, yote yanarudi kwenu. Tunawapongeza sana kwa hilo. Lakini pia mmenionyesha jinsi mnavyorekebisha viungo vilivyovunjika au viungo vilivyopotea. Na mmenionyesha watoto ambao wamepata ajali, wamekatika miguu, lakini hawana unyonge. Wamepatiwa vifaa ambavyo wanacheza mpira, wanafurahi, wanacheza michezo yote, mbali na miguu yao ya kutembelea kawaida. Hii ni kazi ya uungu, ni kazi nzuri sana. Hongereni sana. Natambua pia, sijui kama mpaka leo, lakini wakati fulani mlikuwa mnamshughulika pia na watu wenye virusi vya ukimwi. Sijui kama bado mnashughulika nao. Hiyo pia nayo ni huduma muhimu. Lakini kilichonigusa zaidi, huduma za watoto na wakina mama hao. Nimeingia wodi ya watoto, nakuta watoto waliovunjika, nimekuta watoto wenye matatizo mengine, lakini nimekuta watoto wenye matatizo ya macho, wamefanywa operation na wanarudishiwa uono wao. Hakuna jambo kubwa duniani kama kumrudishia mtu uono wake, kama kumrudishia mtu viungo vyake. Kwa sababu atakapokuwa na uono wake, utakapomwezesha kuwa na viungo hata kama vya bandia, lakini anaweza kutembea, anaweza kujituma, anaweza kujisaidia. Hiyo ni kazi ya uungu. Ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa ujumla niseme kituo hiki mnafanya kazi ambayo Mungu alituamrisha tufanye. Mnachokifanya ni sadaka kubwa kwa Watanzania. Baki kumrudishia mtu hali yake ni sadaka kubwa. Kina mama hawa ambao leo ilikuwa ndiyo niseme nini, nia yangu ya kuja CCBRT. Nakumbuka vizuri mlipokuja kuniomba nitoe ule ujumbe. Na nakumbuka kama alivyosema Mrisho Mpoto, alikaa kunihoji, kwa nini umekubali kutoa huu ujumbe? Lakini wakati ule sikuwa na uono mpana wa hili jambo la fistula. Ingawa katika jamii ninayotoka hawa watu wapo. Tumekuwa wadogo tunawaona, tunawasikia wabibi zetu, wa mama zetu wanaongea kwamba fulani ana tatizo hili. Lakini kwa wakati ule dhana ilikuwa ni kurogwa, ni nuhusi, ni mambo kama hayo. Lakini nilipokuja kunambia nikakuuliza director of operation,
fistula ni nini, ukanieleza. Kwa hiyo sikurudi nyuma, nikasema niko tayari kuisema, na nashukuru nimeisema, imerushwa, nimeiona mara kadhaa, vipindi kwa vipindi. Nadhani jinsi mnavyolipa ndivyo inavyorushwa, lakini nilikuwa naitizama, nasema hivi, hii message imetosha kwa Watanzania? Hivi nimesema ndivyo? Hivi wameelewa? Lakini nataka kusema kwa kiasi fulani message ile imepeleka ujumbe kwa wanawake wa Tanzania wenye tatizo hili, na kidogo wameamka. Nilipokwenda Zanzibar mwezi wa 3 mwaka huu, nikakutana na wananchi, hasa wanawake. Wakanambia, tumeona video yako ya fistula, lakini hebu tuambie, wewe unasema tu fistula, fistula, fistula ni nini? Hawajui kabisa, pamoja na kwamba mna balozi kule wa fistula, lakini hawajui kabisa. Kwa hiyo nikaanza kutoa darasa. Wakati natoa darasa, kuna mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM anasikia, akasema hii sasa ndio nitakayoifanyia kazi, na akaanza kuzunguka kutafuta watu wa fistula. Na kama alinipa taarifa kwamba ameweza kuleta mgonjwa mmoja, lakini anaendelea kuifanyia kazi. Sasa ujumbe ule umesaidia sana. Sasa niwaombe wananchi, niwaombe waliofaidika kwamba mnapotoka hapa, na nashukuru nimekuta wasichana warembo wametibiwa, wamemaliza, wamerudishiwa heshima na hadhi yao, wamefundishwa kazi za mikono ili wakitoka hapa wakajitegemee, lakini wana furaha. Nimewaona wakati Mrisho Mpoto anatoa ujumbe hapa, wanacheza kwa furaha. Furaha ile inatoka moyoni kwamba wamerudisha heshima yao, wamerudisha hadhi yao kama wanawake. Wanawake ambao walikuwa wanatengwa, wanawake ambao pengine waliozaa nao wamewakimbia baada ya kuona na hali hiyo. Kwa hiyo kazi mnayoifanya kweli ni kazi ya Mungu, kurudisha heshima kwa wanawake hawa. Ukisikiliza hadithi za wanawake hawa, nilikuwa naongea na yule mama Msoma pale, ingawa Kiswahili chetu kilikuwa kinagongana, lakini nilimuelewa. Ananiambia alipata fistula zamani sana. Zama hizo alizoniambia mimi labda na miaka 5. Mpaka leo hapa nilipo, yule mama alikuwa anaishi na hali hiyo. Lakini baada ya ujumbe mzuri kumfika na akaielewa, ameamua kuja au kuletwa, na sasa anapata matibabu. Nimemuuliza unaendeleaje? Akaniambia naendelea vizuri, naendelea kupona. Kwa hiyo yule mama, na mlimuona jinsi alivyokuwa akicheza, imemrudishia furaha katika umri wake wa miaka 85, lakini anafurahia, amepona, na atamaliza vizuri umri wake uliobaki. Sasa chukulieni wasichana hao, mimi bado nawaita wasichana. Nilikuwa nawauliza ni kuanzia miaka 19, lakini taarifa niliyopewa kuna wa miaka 13. Sasa mnaweza kuangalia mtoto wa miaka 13, sote hapa ni wazazi. Una msichana wako nyumbani na miaka 13. Huyo msichana aidha ameolewa au amepata ujauzito kwa njia zingine, njia zake mwenyewe, anakwenda kujifungua. Huyu msichana asipopata fistula afanyeje? Miaka 13 hajakuwa, viungo haviko tayari kufunguka na kutoa mtoto. Hajui anapoambiwa asukume nini, haelewi, hayuko duniani. Kwa hiyo kinachomtokea kinamtokea, matokeo yake anapata fistula. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kufanya ndani ya nchi hii, mkishirikiana na Wizara ya Afya na maafisa wetu wa afya mikoa na wilaya, kupeleka ujumbe huu Tanzania nzima, kwamba tunaposema watoto waachwe wakue ndio wapewe waume, hiyo ina maana kwamba tunawazuia kuja na mambo ya fistula, tunawazuia kupata fistula. Akue kwanza ndio aolewe, awe tayari kutoa mtoto. Lakini ukiangalia wagonjwa walioko hapa, inasikitisha, ni wasichana wadogo wadogo.
nilikuwa nawauliza mi 19, mi 18, mi 17, mi 18 hivyo. Sasa wote hawa ingekuwa si huduma hii wangekuwa wamebaki nyumbani. Kila asubuhi ni kutoa magodoro, ni kufua mashuka, ni kufanyaje, wanakuwa ndiyo hadithi kwenye jamii zao. Kula kukicha umeona magodoro yameanikwa, na si wanawake tusivyo dogo kwa mtayaanika mpaka yaoze. Lakini hayo si mambo ya furaha, ni mambo ya kusikitisha, ni mambo ya kuwahurumia na sio kuwacheka. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi nzuri hii mnayofanya. Lakini kwa ujumla kazi ya kutoa tiba ni kazi ya wito. Nanyi mmechagua kufanya kazi hiyo. Kwa yale yote mnayowafanya ndani ya hospitali hii, Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kulipeni. Lakini nataka nichukue nafasi hii maksusi nipongeze madaktari na wahudumu, wauguzi na wote waliopo hapa CCBRT. Msingekuwa mnafanya kazi nzuri, wagonjwa niliowakuta kwenye wawodi ningewakuta na nyuso za huzuni. Lakini nimewakuta wagonjwa pamoja na ugonjwa, pamoja na kwamba mama anakaa na mtoto mgonjwa, lakini nimemkuta na uso wa furaha. Nimeingia kote nimekuta kina mama wako vizuri tu. Hata wale outpatient wanaosubiri matibabu kule, wanaosubiri kumuona daktari, waliokuja na watoto ambao wamekujika miguu, walikuwa wana furaha kwamba wana matumaini siku moja mtoto wangu miguu itakaa sawa, atatembea mwenyewe kama watoto wa wenzangu, atacheza na atanipa furaha tena. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze sana madaktari, wauguzi, wahudumu na wote wanaotoa huduma hapa. Nikupongezeni sana. Lakini kama alivyosema waziri wa afya, kituo chenu hiki ni kituo muhimu sana kwa sisi serikali. Kama ilivyosemwa hapa ni kwamba hiki ni kituo ambacho tunategemea kitakuwa kituo pekee kitakachotoa huduma za fistula kwa eneo kubwa la Afrika, pengine Afrika Mashariki na kwengine. Nimeambiwa taarifa hapa kwamba kwa Afrika ni vituo viwili vinavyotambulika. Ni hichi cha kwetu hapa, lakini na kimoja kiko Ethiopia. Sasa katika hali hiyo ni waombe wafanyakazi wote wa kituo hiki mjijue kwamba mko kwenye grade ya juu, mko kwenye ngazi ya juu. Na kituo hiki baada ya miaka 2-3 mbele tunataka iwe ni center of excellence ya mambo hayo ambayo mmejichagulia kufanya. Kwa hiyo niwaombe sana kila mmoja afanye kazi kwa moyo kama mnavyoendelea kufanya sasa, na tuhakikishie kwamba serikali tunajua kazi yenu, na kwamba katika risala hapa nimeambiwa kuna changamoto ambazo hatuna budi sote serikali na nyinyi tuzifanyie kazi, ziondoke muweze kutoa huduma kwa vizuri zaidi. Changamoto zilizotajwa hapa kwa bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya yupo, amezisikia na amesema kwamba tayari wanazifanyia kazi. Suala la mafuriko hilo tuhesabu baada ya muda kwamba litakuwa halipo. Mkuu wa Wilaya amelibeba na atalifanyia kazi. Kuna changamoto ya kodi zinazotozwa kwenye hospitali. Waziri wa Afya yuko hapa na amesema kwamba wanaandaa kuwa na meza ya majadiliano baina ya wizara ya fedha na nyinyi CCBRT. Kwani hakika kwamba mtakapoweza kujieleza vizuri, mtakapokueleza huduma hizi mnazozifanya kwa kina na kuonesha matokeo ya huduma zenu, basi serikali itakuwa tayari kushirikiana nanyi katika yale maeneo ambayo mnaweza mkazungumza nao vizuri. Lakini niseme nimefurahishwa sana na jinsi Dr. Brenda alivyokuwa akinieleza pale. Huduma zinazotoka za mama na mtoto, au huduma ya afya ya mama na mtoto. Amenionyesha takwimu nzuri ambayo takwimu ilikuwa ni moja wasiwasi nilio nao katika utoaji wa huduma za afya. Nilikuwa najiuliza, je, takwimu hizi tunazozipata ni za kweli? Kwa sababu wakati mwingine unapata takwimu nzuri, wakati mwingine unapata takwimu za kusikitisha,
Lakini angalau kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, Dr. Brenda amenionyesha takwimu nzuri, takwimu ambazo zinaelekea kwenye lengo tunalolitaka. Zinaelekea, tunaposema Tanzania inaelekea kwenye uchumi wa kati, tunahitaji takwimu ambazo Dr. Brenda amezionyesha pale. Amenionyesha kwamba kwenye huduma ya afya ya mama na mtoto kwa mkoa wa Dar es Salaam hatujashuka chini ya 80%. Sasa hii ni takwimu nzuri, ni matokeo mazuri, ni achievement ambayo tulikuwa tunaiota siku nyingi, na mkiendelea kufanya vizuri zaidi tutaweza kupanda na kupanda na kupanda. Sasa swala ni kwako Mheshimiwa Waziri wa Afya, si sisi BRT peke yake, lakini vile vituo Dr. Brenda alivyotuonesha na kwenyewe, kama ni changamoto ya utendaji au changamoto ya skills, basi muwe na program ambayo watakuwa wanapata mafunzo kazini, on job training, wapate upgrading, wapate nini. Wale wanaotoa huduma kwenye vituo vyetu vya kata kule, wao wanapata huduma kazini, wao wanapita vituo vya aina hii kuona wenzao wanafanya nini, kuona kipi kipya kimeibuka, teknoloji gani mpya imeibuka, mbinu gani mpya zimeibuka. Anapopata mgonjwa wa aina hii amtizame vipi, amhangaikie vipi. Kwa hiyo hii itatusaidia kwamba vituo vyote vitakuwa vinatoa huduma salama wakati wa uzazi, lakini pia vitakuwa vinatoa huduma nzuri kwa watoto wanaozaliwa. Kwa hiyo niseme kwamba takwimu hii inafurahisha, lakini bado tuna kazi ya kufanya. Lakini pia tuna kazi ya kuziweka sasa vizuri takwimu zetu. Angalau kwa mkoa wa Dar es Salaam tunapa kuanzia kama Dr. Brenda alivyoonyesha, lakini je, mikoa mingine kwa Tanzania nzima takwimu zetu zikoje? Kwa sababu tunakuwa tunagongana. Ukisoma ripoti hii inaonyesha takwimu hizi za afya, ukisoma nyingine takwimu hizi za afya. Sasa tuweke vizuri tukishirikiana na ofisi ya takwimu. Lakini pia ili la uchache wa vituo vinavyotoa huduma kama hizi za fistula kwa Tanzania, ni imani yangu kwamba vituo vitaongezeka polepole. Tulipoanza hatukuwa hapa, lakini huduma zitaendelea kuongezeka. Mimi niwaombe tena na tena sisi BRT, kila pale itakapowezekana basi mtanue huduma zenu. Mtanue huduma zenu, lakini nataka niwaambie kwamba tatizo bado ni kubwa. Ikiwa pale tu kisiwani Zanzibar watu hawajui fistula, na mpaka message zile kurushwa kwenye TV ndio wanasema fistula ni nini. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Naomba tu muimarishe vituo vyenu ili muweze kufanya vizuri zaidi. Elimu kwa umma nayo ni jambo ambalo lazima tuendelee nalo. Mimi nimeanza, lakini wengine wanaweza wakatoa hizo message. Lakini wakati nilikuwa naongea na Mrisho Mpoto, nilimwambia kuna radio za jamii ambazo zenyewe zinazungumza kwa lugha zao kule ziliko. Nikamwambia tafuta idadi yao, muongee nao, muambie fistula ni nini, muwaeleweshe, pengine muwe na mabalozi wa fistula katika kila radio jamii, ambao wao watazungumza lugha zao kule, na wanawake walioko kule wataelewa na watajua kituo cha karibu naye ni kipi. Lakini pia kuna kanda ambazo, niliposoma vituo hapa, kuna kanda ambazo hazina kituo kabisa. Kwa hiyo pia muangalie kwenye kanda angalau basi japo kituo kimoja kiwepo cha kutibu wanawake hawa. Tatizo ni kubwa huko kwenye jamii. Ndugu zangu, naelewa ukubwa wa gharama mnayoipata katika matibabu haya, lakini naelewa pia kwamba huduma hii mnaitoa bila malipo kwa wanawake hawa. Lakini ukiacha kwamba hawalipi wakiwa hospitali, lakini pia mnatoa nauli ya kuja na kurudi nyumbani baada ya matibabu. Hili ni jambo kubwa, na Waziri wa Afya yuko hapa. Pale ambapo mtakuwa mnapata changamoto, naomba basi haraka tukae tuone vipi tunaweza kusaidiana, kwa sababu gharama hizi haziwapati wenye fedha zao. Gharama hizi haziwapati wenye elimu kubwa. Matatizo haya hayawapati wenye elimu kubwa.
hayawapati wenye fedha zao, kwa sababu wao anajua umri gani aolewe, umri gani abebe mimba. Lakini yanayowapata ni ile jamii ambayo iko chini, jamii ambayo inazongwa na umaskini. Sasa hatuna budi wote kwa pamoja kuunga nguvu ili tuweze kuwasaidia tuendelee kufanya ile kazi ya Mungu ambayo Mungu ametuamrisha kufanya. Kwa hiyo serikali inafungua milango, tukae kitako, tuzungumze na tuone jinsi mtakavyoweza kuendelea kuifanya hii kazi kwa ufanisi kabisa na kuisambaza kwa Tanzania nzima. Na mwisho niseme, tumesema hapa kutibu ni jambo moja, lakini kuzuia ni jambo nyingine. Tuelekeze nguvu zetu kwenye kuzuia. Sisi serikali na nyinyi tufanye kazi pamoja, tuelekeze nguvu zetu kwenye kuzuia. Kwa sababu tutakapozuia, tutakapotoa huduma nzuri za kuzalisha kina mama wajawazito, ndipo tutakapoweza kupunguza wimbi la wasichana hawa kuja hapa CCBRT na kwingine kwenye vituo. Kwa nadhani tuweke nguvu zaidi kwenye kuzuia. Kama ni elimu, kama ni nini, tutumie huko kwenye kuzuia, kwenye kutoa elimu, wanawake wajue, wasichana wajue. Nilikuwa nanong'ona na Mheshimiwa Waziri hapa, akaniambia wanatengeneza program ya wasichana, adolescent girls. Wasichana elimu yao ya uzazi, lakini na kuwawezesha empowerment. Na nadhani katika hilo huko ndiko tuweke sasa msukumo mkubwa wa kuwafundisha wasichana wajizuie vipi, na pengine hawa ambao wako hapa tuwatumie kama role models, wengine waone, tuende nao waseme hadithi zao. Kama ni mashule, kama ni wapi, waende waseme hadithi zao, ili wale wanaowatizama wasichana wengine wajue, kumbe nikipata mapema matokeo ni hayo. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini kwa ujumla niwashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya, kwa kazi ambayo kama tutasema tuiweke thamani ya kipesa, sijui tutakwenda kwenye bilioni ngapi. Mimi wanajiuliza, heshima na utu wa mtu unauzwa kwa shilingi bilioni ngapi? Hakuna ambaye ameweza kuweka thamani kwenye heshima na utu wa mtu. Msichana yule sasa hivi, thamani mliomrudishia Mungu ndio anajua, wala hakuna binadamu ambaye anajua. Kwa hiyo tukisema tuweke kwenye gharama in terms of money value, hatujui mmetoa huduma ya gharama kiasi gani. Ni kazi kubwa, ni gharama kubwa mliotumia, lakini mmerudisha heshima na utu wa mtu kwa wakina mama wale, wasichana na wakina mama wale. Kwa wengine bado ni wasichana pale, basi tu mambo ya dunia yamewakumba. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, na niwahakikishie tu kwamba serikali tuko pamoja nanyi, na kwamba nami nitaendelea kuwa balozi wa fistula, na msiache kunitumia pale mnapotaka kunitumia. Nimeanza twende pamoja, kwa sababu najua nami katika fungu la thawabu mtakalopata na mimi napata. Kwa hiyo twendeni pamoja. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana.